nami nitamtumikia Mungu na nitatembea kwa nyayo zake. Nashukuru. Asante mama. Nashukuru kunisamehe. Sawa mwanangu. Ngoja nikuandalie chochote. Giza lilianza zamani. Mama mchungaji, nimekuja kukupa onyo la mwisho. Acha kufuatilia katika njia zangu. Sitaki nikuona unafuatilia katika njia zangu, maana naona unafelisha mipango yangu yote. Sikiliza binti, inawezekana wewe umekosea njia. Wewe ni mchawi kama wachawi wengine na hautafanikiwa katika jina la Yesu, kwa sababu kuna Mungu, yuko Mungu aishie. Eti wewe mkuu katika nini? Nimekuambia sitaki ufuatilie katika njia zangu. Wewe unamfuatilia ndugu yako yule, mnahusiana. Wewe naona haunijui vizuri, unataka kujua upande wangu wa pili, si ndio? Sikiliza nikwambie binti, hautaweza, yaani nakuambia tena hautaweza. Sasa ngoja nikuonyeshe ujue mimi ni nani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaachilia moto saa hii. Ninaalika moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Naachilia moto juu yako, moto juu yako, moto mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto, naachilia moto katika jina la Yesu Kristo. Moto, pokea moto kwa damu ya Yesu. Pokea moto kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, pokea moto. Pokea moto kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu. Asante kwa sababu wewe ni Ebeneza. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu Mungu wewe unayaweza kufanya mambo yote, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hakika umesema Bwana, unatutia nguvu Bwana, na tunayaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mungu kwa sababu hata kwa watesi wangu Mungu wewe umeendelea kunitetea. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Ebeneza. Giza lilianza zamani, lakini leo mwisho wake unaandikwa. Nitembea gizani, moyo wangu ulikuwa mzito. Maisha afadhali nimekuona, maana nilikuwa nakutafuta sana wewe. Wewe ndo mwendazimu ambaye ulomshawishi mwanangu akapotea katika ulimwengu huu. Unageuka wapi wakati mimi naongea na wewe? Wewe mwendazimu nini? Hivi unanichukuliaje mimi? Siku ile umetuangalia kwa dharau pale, umetujibisha kwa dharau sana. Kumbe ulikopo una nia mbaya kuiteketeza familia yangu. Unajua Nelka saizi anavyoishi maisha yake? Anatanga kwa sababu yako wewe. Amedhoofika kwa sababu yako wewe. Hivi wewe ni nani kwanza? Wewe ni nani? Sasa nakwambiaje, mimi ni mama. Asha ni mwanangu na Nelka ni mwanangu. Hata kama Nelka sijazaa mimi, Nelka ni mwanangu mimi. Sasa leo utanitambua mimi ni nani. Giza lilianza zamani, lakini leo mwisho wake unaandikwa. Dadangu, kiukweli nashukuru sana kwa kuweza kunisamehe. Na siwezi tena nikatembea tena kwa njia ya giza. Leo nimekubalia kutembea kwa nuru ya kweli kwa ajili ya kubadilisha maisha yangu. Na haya yote niliyoyapitia yalikuwa kama fumbo. Nilifikiria nikiyafanya
naweza nikapata gharama yoyote, naweza nikaona mafanikio yoyote, lakini sikujua kama utajiri una gharama yake. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu na nipo tayari kuungana na wewe kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Nami pia nakupenda sana. Tena nakupenda sana dada yangu. Kaka, mimi nimekusamehe. Nimekusamehe duniani mpaka kwa Mungu. Lakini kaka yangu, inatakiwa tumrudie Mungu sasa hivi. Najua hamna binadamu wasiokuwa na makosa. Mungu kasema tusamehe 7 mara 70. Kama Mungu anasamehe, mimi nani mpaka nisisamehe? Kaka yangu, unatakiwa ujirekebishe. Achana na ushetani. Achana na mambo ya kiza. Tumrudie Mungu. Mbona kila kitu kinawezekana bila ushetani? Tumefichwa sana ndani ya kiza kaka. Lakini msamaha wangu ndio utakaoleta nuru. Nakusamehe kakangu. Nimekusamehe. Nakupenda sana kakangu, unajua. Unajua nakupenda. Dada, nashukuru kwa kunisamehe. Na nadhani tena hivi njia siwezi nikalirudilia. Nilifikiria nikiyafanya yote naweza nikapata faida. Kumbe utajiri una gharama yake. Nilifichwa sana katika giza, lakini sasa nimeona. Naamua kuungana na wewe kwa kutafuta nuru mpya. Hata mimi pia nakupenda sana. Nakupenda sana dadangu. Maisha hayana shortcut salama. Kila kitu kina gharama yake. Nyundo, naona kabisa tunaelekea kufeli katika mipango yetu. Mimi nimeenda kukutana na mama mchungaji, lakini sijaweza, amenishinda. Inabidi tutafute nguvu nyingine. Mimi na wewe kuna sehemu inabidi tuelekee kupata nguvu nyingine, maana kuna kuelekea tunashindwa Nyundo. Sawa mkuu, nimekuelewa. Sawa, kuwa makini, kaendelee na misheni zako na mimi naendelea kwenye mambo yangu, ila kuna sehemu inabidi tuelekee. Sawa. Za chini wote, ndoto mkononi. Ulinambia pesa ndiyo kila kitu duniani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya uzima na afya ulioweka ndani ya mtoto wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaachilia uweza na nguvu na mamlaka yako katika jina la Yesu. Ninakemea roho za mapepo, roho za ushirikina, roho za uchawi katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka
toka katika jina la Yesu. Ninasambaratisha uharibifu wa kila namna ulioingia kwa mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Ninasambaratisha roho za kichawi, ushirikina, uharibifu, mapepo kwa damu ya Yesu. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nasema asante Mungu kwa kuwa umetupa nguvu mpya Bwana. Nasema asante Mungu kwa uzima na afya kwa mtoto wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hakuna Mungu kama wewe, katika jina la Yesu. Hakuna lisilowezekana kwako. Mungu asante kwa sababu wewe ni mahali hapa. Mungu umekwisha tenda. Mungu kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Pokea heshima na utukufu maana unastahili. Asante Mungu kwa wema wako. Asante Bwana. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Inuka binti yangu. Inuka. Katika jina la Yesu. Mungu ninakushukuru. Wewe ni Ebeneza. Asante Mungu kwa sababu wewe Mungu umetenda mambo ya ajabu. Asante Mungu kwa sababu umerudisha uzima ndani ya mtoto wako. Giza lilianza zamani, lakini leo mwisho wake unaandika. Wanangu, nimekuja hapa nimekuja kwa jambo moja tu. Tuombe, maana kila nikikaa naona wakati tulio nao ni mgumu sana. Nguvu za giza zimeinuka kwa nguvu kubwa, ambapo tunaweza tukaangamizwa hata sisi roho zetu. Haswa wewe mjamzito. Wewe una vita kubwa mno. Tena hautaweza kuwa salama wewe pamoja na mtoto wako. Hautaweza kuwa salama. Kwa hiyo hapa tusimame kwenye maombi, tumuombe Mungu. Mungu atusaidie kupigana hii vita. Sawa? Ni kweli mama. Jana nimetoka kwa rafiki yangu hapa. Lakini mambo niliyokuta huko ni makubwa sana. Nimemkuta mume wake ametujia juu kiasi kwamba tulikuwa tumebakisha muda mchache tu, alikuwa anataka tuangamize. Kama sio maombi, usingetuona leo hii. Tutaomba. Mungu atafanya. Mungu hajawahi kushindwa na kitu chochote. Mungu wetu ni Mungu wa ushindi. Simameni. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya sana wakati kama huu Bwana. Na waleta sasa watoto wako mikononi mwako Mfalme. Mungu ninawakabidhi mikononi mwako Mungu. Ukawaponye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakemea nguvu za giza, roho za kichawi, ushirikina, mapepo katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikawatakase. Damu ya Yesu ikawainue. Damu ya Yesu ikawaponye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa kuwa Bwana umetupa kibali. Ukasema Bwana umetupa mamlaka ya kukanyaga hata nge na nyoka. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunywe hata vya kufisha Mungu, hatutakufa wala kuzimia moyo. Katika jina la Yesu na wakabidhi mikononi mwako. Mungu, sifa na utukufu zikakuishia wewe, kwa sababu wewe ni Mungu unaishi na kumiliki hata sasa na milele yote. Amen. Mungu awabariki. Ila nikusii binti yangu, muombee sana mwenzako. Mwenzako anajaribu kubwa mno. Yaani anajaribu kubwa. Unapoomba, muombee mwenzio. Jiombee mwenyewe, lakini na mwenzako usimwache. Mama, Mungu akutunze. Mume uliye naye sio mume mzuri. Hana nia nzuri na wewe. Na si wewe tu, hata kiumbe kilichoko tumboni mwako hana nia nzuri nacho. Kazana, omba. Usiache kuomba. Maana maombi ndio yatakayo kuponya na ndio silaha yako utakayoweza kupambana hadi ukaweza kuvuka katika hiki kipindi kigumu ulicho nacho. Mungu awabariki sana wanangu. Amina. Mbaki salama. Maisha hayana shortcuts salama. Kila kitu. Mume wangu. Sawa, mimi nimekusamehe. Lakini nakaa najiuliza, hivi tutaweza kweli kuyamudu ya maisha? Kama unavyojua tuna sehemu pa kukaa.
hatuna kazi yoyote ile, hatuna maisha kama tulikopo nayo zamani. Tutakaa hapa nyumbani mpaka lini mume wangu? Mimi nachoka. Asha, nashukuru kwanza kwa kunisamehe. Tena nashukuru kwa kuweza kunikubali tena kwa mara ya pili. Unajua ulikuwa ni ua ya moyo wangu. Na sidhani kama mbali na wewe ningeweza kuishi. Kwa hiyo usijiulize kuhusu hiyo. Ina rafiki yangu ambaye alikuwa amesafiri lakini amesharudi. Na bosi wake, na yule bosi alikuwa anatafuta wafanyakazi. Kwa sasa mimi nina kazi. Na nina sehemu ambayo tutaishi vizuri na maisha yataendelea. Ndio kunaambia jamani. Naona kama vile imekuwa surprise kwangu. Au unaonaje hivi? Kabisa wifi yangu. Kaka. Yaani mimi nimefurahi zaidi yenu. Kwa sababu wifi yangu amekusamehe. Na Mungu pia atakuwa amekusamehe kwa mambo yako yote ya nyuma. Mimi pia nimekusamehe kakaangu. Dadangu, nadhani yale yote yameshapita. Na sasa tumeanza maisha mapya. Na tutafanya mambo vingine tofauti. Ila nafurahi tena kwa kuona tabasamu yetu ya mwanzo imerudi tena hapa. Nafurahi sana. Ni kweli. Alafu mimi nina imani kupitia kazi uliyopata mume wangu, kama tukasimama katika dini, tukasimama katika imani, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika mbali sana mume wangu. Basi mimi naona nisiwapotezee muda kwa sababu waliniambia nisichelewe. Mimi nenda kazini, ila nyinyi jiandaeni. Nikirudi na kuja kuwachukua. Tunaenda kwanza maisha mapya. Wachukua. Hongera sana mume wangu. Mungu akubariki. Bye. Maisha yana shortcuts salama. Kila kitu kina gharama yake. Nelka alikuwa mwanaume wa kawaida, mzigo mabegani, familia yote kwake ni dhamana. Alipambana usiku na mchana bila kupumua, lakini bado dunia ilimwona hana maana. Maneno ya mke yalikuwa kama visu moyoni,